Kwa jina Joyce Anton, karibu. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Simiyu, ila nilikuwa naishi hapo Baruti. Simiyu ndio nyumbani. Baruti Kimara. Kimara. Kwa nani? Nilikuwa nimepanga. Imekuaje sasa? Umefunga chumba, umefanyaje? Mbona uko hapa? Maana kazi zetu za kwenda kuishi. Nilielezewa nilipokuja. Kwa hiyo umefanyaje sasa? Nilijipanga tu. Japokuwa nilianza kuwafuatilia muda zamani sana nadhani. Ila nilikuwa nafanya kazi Kariakoo hotelini. Inaitwa Compabet. Okay, kwa hiyo kwanza wewe ni mtaalamu wa hizi kazi. Ndio. Umesomea? Umesema umesomea nini? Mapishi. Wapi ulisoma? Nimesomea Dareda. Level gani? Na nili diploma. Ulijikita jikoni kupika. Uzoefu ndio huo ulikuwa Kariakoo? Nilikuwa Kariakoo. Ndio hapo tu. Ila nimeacha mwezi wa 12. Mwaka huu? Mwaka huu uloisha. Hapo umefanya kazi muda gani? Nimefanya miezi 8. Miezi 8. Okay. Na kabla ya hapo, yani uzoefu wako labda ulianzia kabla hapo wapi? Nilikuwa nimejiajiri mwenyewe. Kwenye nini? Mapishi? Nilikuwa kwenye hoteli. Umejiajiri? Nilifungua mimi mwenyewe. Ulifungua mwenyewe hoteli? Hoteli? Ndio. Sio hoteli, yani ni aina ya mgahawa. Ndio vizuri. Maono hayo jamani. Maono vizuri kabisa. Unafungua mgahawa unauona ni hoteli. Na siku kweli utakuwa hoteli. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Kwa hiyo ulifungua mwenyewe. Ikaendaje? Baadaye ilianza biashara vizuri. Ikaja tena ikapotea. Ndio nimekuwa nimefunga nikatafuta na mtu. Yani wateja wapi tena Mbagala? Ilikuwa hapo sayansi. Wewe wa sayansi. Kwa hata sayansi hapo makumbusho mbona pale ndio sehemu ambayo yani pamechangamka na penyewe paka kwa mara kwanza nilifungua ilikuwa inaenda vizuri. Lakini nikafika hatua ukawa unabakiza chakula. Kwa nini ulianza kupika vibaya? Hapana. Kwa nini? Sijajua sana kwenye mazingira chakula na kuna watu wengi vile pale. Labda nahisi na kwenye mazingira tu sijajua. Mwanzo ulianza vizuri. Labda unapoanza biashara watu wanakukimbilia. Wanajua kuna chimbo hili. Lakini sasa wewe ili watu warudi inabidi ujue huduma yako huduma unayotoa, ubora wa chakula. Nishaona watu wanatoka sehemu wanavuka vinani vingi. Ukimuuliza unafuata nini anakuambia huyu mtu anajua kupika. Kwa hiyo sasa wewe inabidi ujiulize nini kilipelekea mpaka ukaanza kubakisha chakula? Labda ulikuwa na wapishi au ulikuwa unapika mwenyewe? Nilikuwa napika mimi mwenyewe, tulikuwa na dada mwingine. Ambao wawili walikuwa nasambaza. Sisi tulikuwa tunabaki kwa ajili ya kuhudumia wanaokuja pale. Kwa hiyo wewe mwenyewe hujajua kwa nini biashara ilianza kuwa hivi vizuri? Sijajua kwa kweli. Ilifika tu hapo ikaanza utakuwa hujajifunza. Maana ukiniambia hujajua. Kwa mfano mwanzo labda naanza kupika kilo 5 za wali. Tunaenda kama miezi 3. Ikafika mnapika kilo 3. Mnapika kilo 2. Afu kilo 2 hiyo inabaki. Sasa hadi lazima ujue kwa jina. Ujue kwa nini? Kwa sababu kawaida huwa tunaanza na kilo 1, tunaenda 2, tunaenda 3, 10, si ndio? Sasa ukianza tena na 5, unashuka 3, 2 na zinabaki. Inabidi ujue jamani. Na kwenye hizi biashara za chakula, uchawi ni yani ile mimi najua uchawi ni chakula kizuri. Kama ulianza kupika kilo 5 zikashuka chakula labda kilikuwa sio kizuri bwana. Hamna, ilikuwa kizuri. Wewe utajisifia mwenyewe. Si ndio maana ulikuwa unabaki nacho. Natakiwa wateja ndio wasifie. Si ndio? Hata wadada wanaokuja hapa, wote wanaokuja hapa wanakuja kila mtu anajua kupika. Lakini akija hapa nakutana na vyuma vinavyojua kupika, mwenyewe akionja anasema kweli mimi nilikuwa najua kupika, lakini makande tu nimeonja makande, mimi kwa kweli sijui, inabidi nijifunze. Kwa hiyo
Mi nafikiri huwezi kujisifia mwenyewe kwamba chakula kilikuwa kizuri. Hapana. Ingawaje umesomea mapishi sawa, lakini inabidi ujikite zaidi kupata kujua, na usiogope kama hujui kitu. Yaani usiogope kuonekana hujui. Hakuna binadamu anayejua kila kitu, wala hakuna binadamu mkamilifu. Pamoja na yote tunayoyafanya, hata mimi pamoja na yote niliyoweza kufanya mpaka hapa nachofanya, nachowafundisha, kwani nimekamilika? Wala siku zote tu, yani kitu cha binadamu kitabaki kuwa cha binadamu, cha Mungu ndio kilicho kamili. Lakini cha binadamu kinakuwa na mapungufu. Kwa hiyo sasa mapungufu ndio yanazidiana hayo. Yakizidi mapungufu sana, ndio changamoto hizo zinazidi kuwa hivyo. Kwa hiyo kama wewe umekuja hapa kama mpishi sio tukampelekea bosi wetu huko, ambaye jamani tumekuletea Joyce hapa ni professional wa mapishi. Sasa ulishindwa kuwapikia watu wako wa sayansi huko, wateja wakakukimbia. Mteja wetu utaweza kumpikia kweli? Ndio. Hapa tutaangaliana vizuri. Elimradi hilo lazima ulijue. Hapa utapewa jiko hapo, upike vitu tuviangalie, kwa sababu tushaonja vya wataalamu wa mapishi, wale ambao walianza biashara na kilo 1 sasa hivi wanapika kilo 100. Hiyo ni ushuhuda kwamba watu wanapika. Vyakula vyao tunavijua, testi zake tunajua. Kwa hiyo utapika, tutaangalia, tutakwambia. Haina shida. Haina shida ukubali hivyo tu. Haya. Sawa. Kwa hiyo biashara ikafa, ukarudi kwenye ajira. Nikarudi kwenye ajira. Kwenye ajira nako ikawaje sasa? Kwenye ajira mwisho wa mwezi walikuwa nasumbua mshahara. Wanawapa nusu. Ni pale 210,000 japo kwa nipa nauli kila siku. Lakini mshahara wako 210,000. Jamani mpo? Wadada Center professional mshahara 500,000. Mtu professional analipwa 200,000 kwa mwezi. Na yeye amepanga, hapo si umepanga? Nauli bado. Hapo kwenye 200,000 bado nauli. Bado kodi za nini maji, bili mbalimbali, na una mtoto. Na hapo una mtoto? Ndio. Single mother au una baba yake yuko? Single mother. Mama yani. Sasa ukiona watu hapo wanaanza kutafuta zile njia zetu zile. Yani jitu linakuja hata ulielewi, lakini sasa ufanyeje? Ndio hapo maisha yanakokupeleka. Mimi naongea mambo ya wanawake, mambo yetu. Haya ndio mambo yetu. Utakuwa na mahusiano ambayo huyataki kwa sababu unafanyaje? Unajua tu huyu ananisogeza. Naanza kwenye hichi 200,000 akifika kokote, nafanyaje? Kazi ndio inanipa hii. Na mimi utafutie mdhamini mwingine. Mdhamini atakupa bila show. Hakupi lake vipi? Hakupi ndugu yangu. Kwa hiyo yani unakuta kuna maisha ambayo wanawake tunaishi kwa kweli Mungu mwenyewe ndo anayejua. Lakini ukijipanga vizuri, ndio maana si kwenye mradi wetu nasema hapa ni sehemu ambayo unaweza ukafanya kazi bila stress, hizo stress. Na ukamsaidia mtoto wako na ukawa unaiona hela, kwa sababu unaenda unafanya kazi sehemu ambayo hauna kodi, hauna bili na una hela nzuri. Wewe fikiria kutoka 200,000 kama Mungu atajalia tukakuona kweli una level ya professional mpaka 500,000. Na hiyo 500,000 huna kodi ya nyumba, huna bili ya umeme wala ya maji, na umekula na ukulala kwa bosi wako. Jamani, Mungu akupe nini tena? Kuna tena unahitaji sponsor? Hapana, hapo unahitaji tu bebi wako unayemuelewa kutoka moyoni, maisha yaende, mshirikiane, si ndio? Sio tena mtu wa kuendeshea maisha kwa ajili ya kutumia mwili wako. Kwa mimi hata sijui maana majibu nimeshapata. Kwa chumba umerudisha, umefanyaje? Chumba nimemwachia mdogo wangu ambaye anafanya kazi pharmacy. Kwa sasa nani anakilipia? Yeye ndo atakuwa analipia. Maana utakuwa ni ujinga uachie chumba ambacho bado unakilipia afu huko kazini. Kama yeye umemwachia kwamba ni kama umemrithisha, yeye aendelee yaani kama ni kama tu umekirudisha chumba. Ila umemwachia ndugu yako ambaye yeye ataendelea nacho. Uulizwi bili ya umeme wala ya maji. Si ndio? Ndio maana yake. Sio tena uachie chumba huko unaendelea kukihudumia, unless kama mtoto yuko wapi? Yuko Mwanza kwa mama. Mtoto yuko Mwanza. Nitaka kusema unless kama ndio umemwachia na mtoto wako,
itabidi uendelee. Lakini kama mtoto yuko kwa mama, hapo umerudisha chumba kwa kifupi. Na hili ndio somo ambalo nataka pia wadada walisikie. Una sababu ya kung'ang'ana na chumba ambacho wewe ndio unakihudumia. Yaani unakimbiliaje majukumu wakati hela una? Kwenda kukimbilia kupanga chumba ni kutafuta majukumu na wewe hela hauna. Nenda kafanye kazi ambayo haikupi mzigo. Kafanye kazi hizi mnazidharau, lakini hizi ndio kazi za kuanzia maisha. Ukusanye mtaji wako wa maana, unaenda kuanzisha biashara yako ya uhakika ambayo hiyo biashara itakulipia kodi, italipa bili zote na wewe mwenyewe inakutunza vizuri. Lakini kung'ang'ania, unalipwa 200,000, una chumba cha kupanga, unalipa bili za mwenye nyumba, si za nini. Ndugu yangu, huko tu ni kwenda kujiweka kwenye soko la kudanga, maana hata sijui kama udangaji sasa hivi unalipa. Naye kweli mimi nawafundisha, ndio maana kipindi mimi nakipenda sana kwa sababu kina story halisi. Hapa hatupigi mada, hapa mimi sinaga mada hapa. Hapa tunanyoosha, yaani ni maisha. Mimi mwenyewe kuna wakati ndoa yangu ya kwanza niliolewa kwa sababu nilikuwa nimepanga, kodi imeisha, kulikuwa mna Wadada Center. Ingekuwepo mimi ningeenda huko. Sasa nilikuwa na boyfriend, nikaona hebu niolewe mimi. Nikaolewa kwa sababu kodi yangu ya nyumba iliisha. Ndoa yangu ya kwanza. Kwa hiyo ni changamoto za maisha zipo, lakini nilipoolewa kwa ajili ya kodi iliisha, eti ni maisha kwa sababu ya, yani kwa kifupi ni sababu za kiuchumi, za umaskini. Ndio zilinifanya nikaolewa mara ya kwanza. Sio kwamba eti mimi nilikuwa nimefikia kwamba jamani nataka niolewe. Maisha tu yalikuwa kidogo yameenda ndivyo sivyo. Nikaolewa. Lakini baadaye nikaja kugundua hii sio maisha yangu ninayotaka. Yaani kuna namna hii sio. Kwa nikajiondokea zangu, nikaomba talaka, nikaenda. Ndio maana na share na nafundisha mdada ambaye hutaki kwenda kuolewa na mtu usiyemtaka kwa sababu ya hela zake, hutapata furaha, huwezi kupata raha. Yaani kabisa. Kwa sababu utafika wakati zile shida zako zitaisha. Utaanza kuona kituko, utaanza kuona sielewi yani niko na nini. Olewa na mtu ambaye huyo mtu utaendelea kumpenda muda wote. Awe na hela asiwe na hela utamuelewa. Lakini kama unaipenda hela yake, siku Mungu atakupa tu vihela. Then ndio utaanza kuona mambo hayaendi. Ukiguswa kama umetobolewa misumari. Ndio hapo mambo yanaanza kutokea puani. Kwa hiyo kwa kweli kwa mfano huo ni mimi ninachosema ni kwa wasichana kwamba tumekuwa na kasumba ya kukimbilia kuolewa au wanaume kwa sababu ya umaskini, lakini tunaishia kuwa na maisha ambayo hayana furaha. Tunaishia kwenye maisha ambayo yani hayatupi. Unajua kwenye maisha furaha na amani ndio kila kitu. Unaweza kuwa na furaha na amani hata kama sio tajiri, yani mnaishi tu maisha yenu ya kawaida lakini una furaha na amani. Hiyo ni kubwa sana kuliko kwenye utajiri ambao huna furaha nao. Kwa hiyo masomo yangu ndio hayo. Na share stories zangu kwa sababu nataka kufundisha. Najua Mungu alinipitisha ili niweze kufundisha wengine. Haya. Kwa hiyo dada Joyce, sasa umekuja huku kwa ajili ya malengo gani? Lengo mengi tu. Mengi yale ambayo unayapa kipaumbele? Biashara ndio ya kwanza. Na umeshajua ni biashara gani unataka kufanya? Nadhani ni hii chakula kama Mungu akusaidia. Biashara chakula inalipa nasikia. Yaani watu wengi wanasema biashara inayolipa. Kwa hiyo sasa ndio maana ni muhimu ukajua kwa nini ulidondoka pale. Usipojua ulipojikwaa bado utaendelea kudondoka tena. Kabisa. Ndio hiyo story yangu nilikuwa nawaambia. Nilijua kabisa niolewa kwa ajili ya hela, sikufanya kosa tena la kuolewa kwa ajili ya hela. Sasa hivi nitaolewa kwa ajili najua huyu mtu naweza kuishi naye na hela sio na ishi. Labda tu aniletee mambo meusi. Ni mambo meusi mtu ambaye ana cheat. Kisha jua tu ana mwanaume mwingine. Na naweza kusema kwa sababu gani? Najitegemea. Sio tegemezi kwake. Lakini ushaenda kuwa tegemezi. Anakujia. Yaani sio tu amechiti, kama alivaa na mpira hujatoka kwenye nani yake. Yaani kwamba yani utafanya nini? Yaani nimetoka huko sasa unafanyaje? Sio unaelewa? Ushaikuona mwanaume anakuja amevaa kama ni mvaaji. Maana wengine wanachovya tu. Unakuta anazalisha watoto 10 kila mtoto na mama yake. Lakini kama ni yule anayejali kidogo anatumia mpira.
Sasa anakuja nao, yani ameutumia na anakuja nao. Yani uko kwenye, yani bado upo. Yani kwamba ana level ya juu kwamba una pa kwenda. Una pa kwenda, unaenda wapi? Unaenda wapi? Kwa hiyo utakaa hapo. Kwa hiyo ili usijiweke kwenye mazingira hayo, maana huo ni unyanyasaji na ukatili. Yani hayo ni kama mauaji. Si ndio? Ni kwangu mimi. Kwa hiyo ili uweze kuwa na uwezo wa kusema aina hii ya maisha kwa kweli hapana. Kwa nini nife na yani ngoja tu nikae pembeni? Kwa sababu tunaishi na binadamu anyway. Tunaishi na binadamu ambao sio malaika. Kwa hiyo hujui level ya huyo binadamu ambaye anaweza akageuka akawa zaidi ya shetani. Unajua kuna binadamu wana mambo shetani anasubiri. Sasa kama mtu anaweza kukuua. Mimi nishakuwa kwenye vipindi vya wanawake. Ameuliwa yuko kwenye jeneza hapo, mwanaume kanyonga. Sasa kwa nini ukae na mtu ambaye anaweza kukunyonga? Maana wengine wanafukuzwa kwa sababu hawana pa kwenda, wanang'ang'ania king'ang'a. Unakuwa king'ang'a. Siku anakutoa roho. Sababu anajua huyu aondoki. Hata nimfanyeje, hata nimpige vipi matukio wafanyeje? Aondoki. Anaamua tu siku anageuza hiyo shingo. Ujafa. Sasa ili usijitakia yote ndugu yangu, Mungu amekupa akili, amekupa nguvu. Pambana na maisha. Na tuna mifano tu kwenye kitabu chetu cha Biblia, tuna mifano ya wanawake ambao walikuwa ni wanawake very powerful hata kwa Waislamu. Mimi nampenda yule Bi Khadija, mke wa mtume wa kwanza yule. Yule alikuwa hataki masiara kabisa. Yule tena ndio alikuwa anamsaidia mtume uongo. Kuwa huyo mwanamke kuwa msaidizi, kwa sababu tafsiri yani toka mwanzo Mungu anavyoumba dunia na wanadamu tunaona mwanamke aliumbwa kama msaidizi. Sasa wewe sio msaidizi wa kufua maboxer tu. Kwa msaidizi kwenye kutafuta hela pia. Na mwanaume atakuheshimu anapoona na mtu ambaye kesho na kesho kutwa sipo, watoto wangu wataishi vizuri. Hata mimi mwenyewe nimeumwa, nimepata stroke, siwezi kufanya kazi. Huyu mwanamke hawezi kunitupa au hawezi kuniacha au hatutakufanya huko ndani. Ndio huo usaidizi ambao tunatakiwa kuwa nao. Sasa tunakuaga tu na usaidizi wa haya Joyce, karibu. Asante. Karibu sana. Hapa ndio Wadada Center, na kazi yetu kubwa ndio hii ya kupeana moyo pale ambapo tumepita kwenye majanga mbalimbali. Stories zetu hata kama hazifanani moja kwa moja, lakini kila mtu ana njia yake na ana changamoto zake. Kwa hiyo changamoto ni sehemu ya maisha. Cha muhimu hakuna kukata tamaa. Umekuja tena kwa ajili ya kuanza upya, na mimi na uhakika kabisa Mungu atakufungulia milango. Mradi hujakaa, mwingine angekaa kajikatia tamaa. Lakini wewe umekuja, umeona fursa, ukasema hebu na mimi niende. Mimi na uhakika umekuja kwenye njia sahihi. Cha muhimu tu ufanye yale ambayo tunawaelekeza, kwa sababu sisi tunawasikiliza sana mabosi wanaohitaji wafanyakazi kwetu. Tunayowafundisha sio mambo yetu, hatujajitungia. Tungejitungia tusingepata wateja kwanza. Lakini tumewasikiliza, na ndio maana tunafanya hadi vipindi waweze kusikia tunaongea nini, tunafundishana nini. Wakiona ndio yale wanayoyataka, basi wako tayari kulipia. Ingawaje watu wengine wanaweza kuona hela nyingi, lakini kuna mtu anachotafuta ni mtu anayeweza kufanya shughuli zake vile anavyotaka. Pesa kwake sio shida, atalipa. Ndio maana tuna mishahara kama mnayoiona ambayo tumeshinda mahoteli na raha. Ndio superwoman. Ndio kumwamini Mungu bana, kila kitu kinawezekana. Imagine hoteli inamlipa mtu professional 200,000, lakini superwoman analipa 500,000. Ni tofauti kubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa hicho kibali, kwa kutupa hiyo neema. Sasa nyie msituangushe. Kweli. Haya, karibu sana Wajina. Asante. Haya.